Karibu watazamaji na wafuatiliaji wetu, tuendelee kukusogezea update za moja kwa moja kutoka mahakamani. Katika episode ya 15 tulikuwa tumeishia pale ambapo Tundu Lissu alikuwa anaielezea mahakama jinsi ambavyo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilianza kumkamata, ambapo alikamatiwa kule mkoani Songwe. Baada ya kukamatiwa mkoani Songwe, alifikishwa kwenye kituo kimoja huko mkoani Songwe. Baada ya hapo akasafirishwa mpaka kituo cha Dar es Salaam. Baada ya kufikishwa kituo cha Dar es Salaam cha polisi, akufunguliwa shtaka la aina lolote, bali akapelekwa nyumbani kwake asubuhi na mapema pale Tegeta. Baada ya hapo hakuna kosa lolote wala akufunguliwa shtaka la aina yoyote. Sasa ilikuwa ni kutaka kumpotezea tu muda kwamba asiende katika lile kongamano la vijana ambalo lilikuwa inabidi ifanyike, na yeye alikuwa ni kama mgeni rasmi. Sasa baada ya kufanyikiwa kuvuruga lile kongamano la vijana wa Bavicha, Tundu Lissu sasa anaendelea kutuambia hapa kwamba mwezi uliofuata, yani Septemba 7 mwaka 2024, mkurugenzi wa hamasa wa Chadema makao makuu Mohamed Ali Kibao akiwa ndani ya basi alitekwa maeneo ya Tegeta, akashushwa kwenye basi na watu ambao walikuwa na silaha za moto na magari ya polisi yenye vioo vyeusi, na pia walikuwa na mabunduki wanayotumia mapolisi, na kama sio polisi basi ni usalama wa taifa. Kesho yake mzee Ali Kibao aliokotwa ufukweni huko Ununio akiwa amemwagiwa tindikali usoni na akiwa amefariki. Waheshimiwa majaji, marehemu mzee Ali Kibao akiwa anatekwa na kuuawa, kulikuwa na matukio mengi ya viongozi wa Chadema kutekwa na kupotezwa. Huo ni mwaka 2024. Kama chama tukasema kuwa tusipokuwa makini au tusipochukua hatua itakuwa ni hatari sana kwetu. Tukaanzisha maandamano ya kuweza kupinga mambo ya utekaji, maana ni haki ya kuweza kuandamana katika nchi hii. Katika azimio hilo tuliazimia kuwa tutaanza tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2024 kufanya maandamano hayo. Lakini kabla maandamano hayo hajaanza, nilivamiwa na polisi asubuhi na mapema. Hiyo ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2024, na kukamatwa. Nikadhani napelekwa Central, lakini nilizungushwa huko mjini na kupelekwa Mbweni, kituo cha polisi. Kwa mara ya kwanza sikupelekwa Central, nikakaa Mbweni Police Station hadi usiku, na baadaye wakanirudisha nyumbani kwangu. Sasa baada ya kusema hivyo, watu hapa ndani ya mahakama wakacheka. Tundu Lissu akasema kwamba hawa mapolisi kuna muda wakimkumbuka, nafikiri huwa wanaenda kumchukua, wanapiga naye story, alafu wanamwachia. Sasa Tundu Lissu hapa anaendelea, anasema kwamba around March mwaka 2023 nilikamatwa na Samia kule Karatu ili nisiende kuonana na wananchi wa Ngorongoro. Nilienda kufungwa kituo cha polisi kule Monduli juu kule. Niliwekwa Monduli, na jioni wakampigia mzee Arute wakasema njoo mchukue mdogo wako huku, ili mradi tu wanivurugie ratiba zangu. Tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 ni mara ya 4 nakamatwa na Samia na mapolisi wake. This time walinifungulia kesi ya uhaini. Siku iliyofuata ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025, tayari hapo nimeshakaa gerezani miezi 16, naelekea mwezi wa 17, yani mwaka 1 na miezi 5. Waheshimiwa majaji, it is the longest I have stayed in a prison in my entire life, na hiki ni kipindi kirefu ambacho kiongozi wa Chadema amekaa muda mrefu kuliko mwingine
na naamini hakuna kiongozi wa mageuzi nchini aliyekaa kipindi kirefu zaidi kama hiki ambacho nimekalishwa mimi. Na kesi hii ndiyo kesi kubwa kuliko zote. Hakuna kiongozi amefunguliwa kesi ya aina hii na kwa kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu kama mimi. Sasa waheshimiwa majaji, hayo ndiyo yamenitokea mimi peke yangu. Naamini hakuna kiongozi yoyote wa juu wa Chadema ambaye hajapitishwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, na wapo wengine ambao nimefanya nao kazi leo ni marehemu toka mwaka 2015. Wengine wamepotezwa, hawajulikani walipo. Hata chama tumepelekwa kuzimu na kurudishwa. We have been taken to the air na tukarudishwa. Tumefunguliwa kesi na mapolisi na mawakili hawa wa serikali za kila aina na za uongo. Mheshimiwa Tundu Lissu anainama chini na kuokota kitabu fulani kikubwa kina rangi ya bluu. Anasema, waheshimiwa majaji, tume ya rais ya kuweza kuangalia jinsi ya kuweza kuboresha taasisi za haki jinai maarufu kama tume ya Jaji Chande, hii hapa inapopendekeza kuwa jeshi la polisi na taasisi zingine zifumuliwe kwa sababu zinaonekana kuonea watu sana. Sio polisi wanafungulia watu kesi za bure. Sio polisi pekee yao, ni polisi hawa. Ni polisi na hawa hapa anamnyoshea kidole Nasolo Katuga au mawakili wa serikali kwamba polisi na hawa mawakili wa serikali wanapenda sana kufungulia watu kesi za uongo na kuweza kuwapotezea muda mahakamani. Katuga limetuna kwenye kiti linatoa macho hapa. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea na kusema kwamba hii miaka mitatu nimeumizwa sana na nimeumizwa sana na nimeumizwa sana. Anasimama wakili wa serikali hapa Nasolo Katuga anasema kwamba, waheshimiwa majaji, ombi letu ni aidha maelekezo ya mahakama yenu tukufu au kuikumbusha ni ushahidi in chief, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 156 kwenye mabano 2 kinaweka wazi kuwa in chief must relate to the relevant fact. Mara ya kwanza tulikaa kimya kwa sababu shahidi anataka kuleta ushahidi wa good character. Sasa tunaenda straight kwa sababu watu kufa sio vitu sahihi ambavyo vinahitajika hapa leo. Sasa hapa wakili wa serikali Nasolo Katuga baada ya kusema hivyo, inaonekana kwamba wao yale mambo kwenye ushahidi wa mapolisi wao walikuwa naelezea ya kwenda sijui nilisomea wapi, nilifanya nini, kwao walikuwa wanaona kwamba ushahidi wao uko relevant na kile kitu ambacho kilikuwepo. Sasa Tundu Lissu na yeye anatoa ushahidi wake, wao wanaanza kununa. Sasa Katuga anasema kwamba, je, hiyo ni good character kwake? Ni kusema kwamba sehemu hii, kusema kwamba maneno hayo anayosema ni sehemu hii ya kesi, tunaweza kukaa hata wiki 2. Zimeingia kesi 9 hapa. Alete vitu ambavyo ni fact in issue, mtaletewa vingi sana. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anasimama na kusema, waheshimiwa majaji, utetezi wangu ni kwamba hii kesi ni kesi ya kisiasa na imetengenezwa kwa uongo, ni kesi ya kisiasa. Kesi yangu inathibitisha kile ambacho tunakisema, they abuse their power, na huo ndio utetezi wangu. Anavyosema kwamba tunaweza kutumia wiki 2, inanishangaza kidogo. Yaani tumekaa mwaka mzima, leo wao wanataka kusema kwamba wanapenda sana muda. Kama wanaona kwamba haya hayana relevance, wana wasiwasi gani? Mimi najitetea kwenye kesi ya uhaini. Mniache niseme, huu upendo wa kuokoa muda
umetoka wapi? Hapa Tundu Lissu anaulizia kwamba hawa mawakili wa serikali wameanza kupenda lini kuokoa muda. Sasa majaji wanateta kidogo hapa. Baada ya kumaliza kuteta, Jaji Ndunguru anawasha kipaza sauti, anasema naomba tuendelee, tuwe guided na kilichopo. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema haya, namalizia, lakini mvumilie, sijaanza bado ya uchaguzi wa mwaka 2025, bado tupo sana, tuvumiliane. Taarifa ndefu iliyopokelewa kwa mwendesha mashtaka mkuu anaisoma hapa. Anasimama hapa Job Mlema, wakili wa serikali, anasema kifungu cha 177 cha Evidence Act, anasema kwamba shahidi ana makaratasi, anasoma na ni kifungu hiki. Akikaa pale kifungu hiki kinamgaidi nini cha kufanya. Mheshimiwa Tundu Lissu anajibu, anasema mimi sisomi, nikitaka kusoma tutakaa mwaka mzima hapa. Watu wanacheka hapa mahakamani. Jaji Ndunguru anawasha kipaza sauti, anasema kwamba hebu tuendelee tafadhali. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema sasa, waheshimiwa majaji, kesi hii kiuhalisia ni mgogoro wa kisiasa unaohusu uchaguzi nchini, so ndo asesi ya hii kesi. Taarifa iliyopo mahakamani inanituhumu kwamba nilitengeneza nia ya kuhamasisha watu kuweza kuitisha serikali na kuvuruga uchaguzi. Maneno ninayodaiwa kuyasema kwa kuyaangalia tu yanahusu uchaguzi. Tutazuia uchaguzi, tutahamasisha watu kuzuia uchaguzi. Mashahidi wote 17 wa upande wa mashtaka, kila mmoja wao amesema kwamba in connection na kauli zangu kuhusu au kuhusiana na uchaguzi huu. Lakini ushahidi wa nyaraka ambao ni documentary evidence which has been tendered, zote zina touch on uchaguzi. Naomba nizungumzie uchaguzi wa Tanzania sasa. Hapa Tundu Lissu anasema kwamba PW1, PW2, PW3, PW shahidi wa 16 ambaye ni PW16 na PW17 kwa kiwango fulani hivi walisema kuwa kauli ambayo wanadai nimechapisha kwenye mtandao wa Jambo TV huko YouTube ina urefu wa masaa 5, lakini PW16 na PW17 wanasema kwamba ina masaa 2 na kadhaa. Wote kwa ujumla wao wamesema kwamba picha mjongeo ni ndefu. Walichokileta hapa mahakamani ni maneno ukiyasoma ufiki hata dakika moja. Ukiyasoma hayo maelezo ninayodaiwa nayo niliyasema. Hayo masaa 3 mengine wanayoyasema nilizungumza, na nilizungumza kitu gani? Tujiulize. Nilizungumzia kitu gani kwenye hayo masaa 3? Lakini hili muelewe nilisema nini, lazima muelewe matatizo ya uchaguzi wa nchi hii. Bila kufahamu context hamtaelewa maana yangu, yani namaanisha nini. Sasa mtaielewa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 ilikuwa na maana gani. Tunafanya general election katika nchi tangu mwaka 1957. Uchaguzi wa kura 3. Uchaguzi wa pili ni wa Agosti 1 mwaka 1960, ndio ulizaa serikali ya madaraka, na baadaye mwaka mmoja tukapata serikali ya uhuru. Kuanzia mwaka 1960 hadi leo tumefanya chaguzi kila baada ya miaka 5 bila kukosa. We have conducted general election every 5 years consecutively. Kabla ya mwaka 1965
kati ya mwaka 1965 hadi mwaka 1995. Kabla ya hiyo kuna picha ya Nyerere pekee, kuna picha ya Nyerere peke yake na boksi lingine ni giza. Unaambiwa chagua mtu unayempenda. Lakini mwaka 1992 uchaguzi mkuu uliofuata ulikuwa ni uchaguzi wa vyama vingi. Hakukuwa na giza na picha ya mtu mmoja. Vyama vingi vikaanza. Wakati tunaingia katika mfumo wa vyama vingi, Rais Mwinyi aliweza kuunda tume ya Nyalali. Je, ilipendekeza nini juu ya mfumo wa uchaguzi? Tume hii iliweka ratiba ya kuweza kupendekeza inapofika Septemba au mwezi Septemba mwaka 1993. Wakati huo ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 1992, kwamba tuwe na katiba mpya, na kwenye katiba mpya tuwe na tume huru ya uchaguzi. Yalisemwa hayo kwenye ripoti ya Nyalali, na ikasema kwamba katiba yetu ya sasa ni katiba ya chama kimoja, haifai kwenye vyama vingi. Tume ya uchaguzi ni tume ya CCM na haifai kwenye mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi. Ndivyo tume hiyo ilivyoweza kusema. Sasa hapa Tundu Lissu anaendelea kusema kwamba tume ya Nyalali ilisema pia kuwe na wagombea binafsi, yani independent candidate. Serikali ya Mwinyi na chama chao walikataa mapendekezo ya Jaji Nyalali. Walikataa katiba mpya na tume huru na wagombea binafsi, vyote walikataa. Marehemu Mzee Mwinyi aliandika katika kitabu chake kabla hajafariki, alisema kwamba tulikataa mapendekezo ya Jaji Nyalali ili kuweza kuokoa chama na watu wa CCM wangekimbia chama, na akasema kwamba hiyo habari ilileta ugomvi mkubwa na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hatukupata katiba mpya na tume huru na mgombea binafsi. Kwenye kilichotokea kwenye sheria ya mabadiliko ya katiba mwaka 1992 yakaifanya tume ya uchaguzi kuwa ya CCM zaidi na kuwafanya wajumbe wote wa tume kuwa wateule wa rais moja kwa moja. Kabla ya hapo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuwa ni spika wa bunge. Wao wakamfanya mwenyekiti hawe ni jaji ambaye ni mteule wa rais ni mteule wa rais. Yale mabadiliko yakamfanya mkurugenzi wa uchaguzi pia kuwa ni mteule wa rais, na marais wote miaka yote huwa ni wenyekiti au wenye viti wa CCM, na mara zote anateua tume ya uchaguzi iliyokaa ya CCM. Sheria ya uchaguzi ya mwaka 1985 iliyofutwa na hii ya juzi ya mwaka 2024 iliwafanya wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa majimboni. Hawa wote ni waajiriwa wa rais, na hawa wakurugenzi wanateua watu wa chini kuweza kusimamia uchaguzi huo huko chini. Hivyo mfumo wote wa uchaguzi ni wa CCM. Haya ninayoyasema au niliyoyasema kwamba mfumo wa uchaguzi, mfumo mzima uko katika mfumo wa CCM, ni maneno yaliyopo kwenye tume ya Jaji Warioba. Ilifanya utafiti kuhusu masuala mbalimbali ya kikatiba from top to bottom. Ni tume ya rais, ndo maana aliyekuwa mkurugenzi wa uchaguzi Wilson Maela kwa sasa ni mbunge wa CCM jimbo la Butiama. Tume ya uchaguzi ilikuwa na makao makuu yake hapa Dar es Salaam. Kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 1995 vifaa vya uchaguzi havikupelekwa vituoni. Walimwogopa Mrema ambaye kwa sasa ni marehemu, ili kuweza kuvuruga uchaguzi wa Dar es Salaam na Zanzibar. Mauaji yalianzia Zanzibar na sasa yamevaa kila eneo, na mimi nimefanya utafiti miaka kadhaa
Na watazamaji na waangalizi wa uchaguzi wanasema sana kuanzia mwaka 1995 kuwa yafanyike mabadiliko ya kikatiba ili kuweza kufanya tume ya uchaguzi iwe huru. Haya mambo ya kuipendelea CCM yana potential ya kuweza kuleta uvunjifu wa amani, lakini serikali ya Mkapa ilikataa. Mwaka 1998 tume ya Jaji Kisanga ilipendekeza tuwe na mfumo bora zaidi wa uchaguzi nchini, na Mkapa na serikali yake wakakataa. Mwisho wake maafa yakatokea Pemba, watu waliuawa. Tukapata wakimbizi Tanzania, wengi wakakimbilia Mombasa sababu Mkapa alikataa tume huru ya uchaguzi. Nakumbuka katiba mpya pia nayo ilikataliwa. Zanzibar ilikuja tume ya kimataifa, na baadaye tume ya Jaji Mark Bomani nayo ikapendekeza katiba mpya na mabadiliko ya mfumo wa katiba mpya. Hii ni mwaka 2003. Pia walimkatalia. Jaji Mark Bomani aliwekwa kwenye tume ya uchaguzi mwaka 2005. Akataka kugombea urais kupitia CCM. Hivyo matatizo yakaendelea kuwa makubwa siku hadi siku. Waangalizi wa kimataifa wakapendekeza tena mwaka 2000 hadi mwaka 2000 na mwaka 2005 kuwa nchi hii inapaswa kuwa na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Ameondoka Mkapa, amekuja Kikwete. Tukaenda na uchaguzi wa mwaka 2010 na tume hii ya uchaguzi huu. Yakatokea maafa tena Zanzibar, na alipoingia tena akasema lazima tuwe na katiba mpya. Tumalize hii habari ya katiba. Tukapambana na kuwezesha tume ya mabadiliko ya katiba. Wale wajumbe wote tulipendekeza, tukalazimisha tupate tume yenye balance. Katika historia yetu yote hatujawahi kuwa na tume ya aina ya Warioba, ndio maana hawampendi yule mzee. Tukaenda na mjadala huo mpaka mwaka 2014. Tukaelekea mwishoni, CCM wakavuruga swala la kura ya maoni lililotengenezwa. Tukaenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na tume hii na katiba hii tukampata Magufuli na Samia. Tundu Lissu hapa anaendelea kutiririka nondo zake. Anasema kwamba baada ya Magufuli na Samia kuingia mwaka 2015, kazi waliyofanya ndio imetuleta leo hapa mpaka nimepewa kesi ya uhaini. Sikusema Ijumaa kuwa mwaka 2020 nilirudi kutoka uhamishoni kutoka Ubelgiji kuja kumkabili Magufuli. Ni wazi sikuchaguliwa, lakini ningechaguliwa nisingekuwa hapa. Baada ya matokeo ya uchaguzi, tume itapaswa kuchapisha matokeo ya jimbo kwa jimbo. Ukiangalia katika uchaguzi au katika chaguzi za kabla ya mwaka 2020, tume huwa zina gazeti matokeo yote jimbo kwa jimbo, kata kwa kata, nchi nzima. Ya ubunge jimbo kwa jimbo, nchi nzima, lakini ya urais huwezi kuona kokote kule. The result will never be gazetted, na sheria inasema kwamba baada ya miezi 6 yatachomwa moto. Hatukujua Magufuli alipata kura ngapi. Kwa nini? Kwa sababu tume ni ya CCM. Toka mwaka 1995 wagombea wa upinzani wameanguliwa kila mwaka. Toka mwaka 1995 na uchaguzi wa mwaka 2020 ndo ulitia fora. Wabunge wa majimbo 28 walipita bila kupingwa. Aliengua ni mkurugenzi wa uchaguzi ambaye kwa sasa ni mbunge wa CCM. Mwaka 2020 kwenye general election ilikuwa ni massive disqualification
walienguliwa wabunge waliokuwa ni kati ya 68, walikuwa ni 68 kati ya wabunge 244. Tukapambana nao sana. Madiwani 832 walienguliwa kwa mara nyingi, kukiwa na mauaji sana katika uchaguzi huo. Sasa waheshimiwa majaji, ukisoma taarifa za watazamaji wa kimataifa, walisema kwamba uchaguzi sio huru na wa haki na CCM inapendelewa. Uchaguzi ulikuwa na fujo, na sisi huwa tunapigwa na mapolisi na si wana CCM. Watu wetu wanatekwa na mapolisi, sio wana CCM. Kwenye hotuba yangu ninaposema polisi wanatembea na vibegi mgongoni vimejaa kura, that is the truth of our acts. Hakuna uongo. Samia anasema kwamba tuliwapiga fiksi tukawaengua. Samia anasema hivyo kwenye ripoti yake. Watazamaji wakasema kwamba bila mabadiliko ya uchaguzi kutakuwa na maafa mwaka 2025. Ripoti ya watazamaji wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuwa kuna haja ya kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi hapa nchini Tanzania. CCM walisema kwamba katiba haileti chakula nyumbani. Sisi tukasema hapana, tutapigania katiba mpya. Wakamkamata Mbowe na kukaa jela miezi 8 kwa kesi ya uongo ya ugaidi, na waendesha mashtaka ni hawa wakina Katuga. Waliposema kwamba ajitetee, Entanol hakujitetea, tukashtukia yupo Ikulu. Nasikia jana ameibukia bwawa la Mwalimu Nyerere, mwenyekiti wake yuko jela, yeye anaibukia huko na mama. Watu wanacheka kwa maumivu, watu wanacheka lakini ndani yake kuna maumivu, kwa sababu toka Tundu Lissu akamatwe, Mbowe hajawahi kwenda kufika katika kesi ya Tundu Lissu. Na Mbowe unaweza kukuta ana makazi yake pale Dar es Salaam na kesi kila siku inaendeshwaga pale pale, lakini akahamasika kutoka huko aliko katika makazi yake, akaamua kwenda Rufiji huko mkoani Pwani kwa ajili ya uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini anasimama hapa wakili wa serikali ajuaye, anasema kwamba muda umeisha, twende mapumziko tafadhali, twende lisali moja. Jaji anasema sasa tukirudi utamaliza. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema hapana, nafikiri tutaenda vizuri, niacheni tu niende. Kesi imeahirishwa, tutarudi baada ya muda mchache kuendelea kukujuza yale yatakojiri katika hizi update za moja kwa moja kutoka mahakamani. Asanteni sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa tunapohitimisha sehemu hii ya 16.